Mawakili waingilia kati kukamatwa na kupewa kesi ya ugaidi wale wanafunzi wa Chaso kule Mwanza pamoja na makada wa Chadema. Unatizama Mseto Media, hakikisha umebonyeza maneno subscribe pamoja na alama ya kengele. Tukianzia taarifa nyuma kidogo, ni kwamba siku kadhaa kule nyuma zilizopita tulikuwa tukiwasikia viongozi wa Chadema wakilalamika kwa jeshi la polisi Mwanza liliwakamata makada wao kadhaa pamoja na wanafunzi wa chuo ambao ni viongozi wa Chaso na kuwashikilia kwa muda mrefu bila dhamana wala kufikishwa mahakamani, ambapo John Heche alijitokeza na kutoa taarifa kwa umma akisema kuwa wanafunzi hao walipigwa sana wakilazimishwa kukubali kuwa Heche aliwatuma kufanya matendo ya kigaidi ile siku ya Sabasaba. Heche akisema huo ulikuwa ni mpango wa kumbambikia kesi ya ugaidi, lakini akazidi kusema wanafunzi hao na viongozi wa chama chao Mwanza bado wanashikiliwa kwa takribani siku 20. Baadaye Chadema ikatoa taarifa kuwa mawakili wao walienda mahakamani kufungua maombi ya kuwataka jeshi la polisi kuwapeleka vijana hao mahakamani au kuachia huru, ambapo tukajulishwa viongozi watatu wa Chaso mkoa wa Mbeya pamoja na vijana wengine waliokamatwaga mkoani humo toka tarehe 3 mwezi wa 7 2026 baada ya kukaa ndani kwa siku 20, hatimaye jioni ya Julai 23 wamesomewa shtaka la kula njama za ugaidi katika mahakama ya hakimu mkazi Mbeya, huko ikidaiwa pia lecturer ya chuo kikuu cha Dodoma anayejulikana kwa jina la Mwijage naye ameshtakiwa kwa makosa hayo. Mwenyekiti wa vijana wa Chadema kanda ya Nyasa Victor Baleke alisema hayo akidai inasikitisha ikizingatiwa kuwa vijana hao walikamatwa wakiwa kwenye maandalizi ya mtihani yao ya mwisho yaani UE. Baadaye makamu mwenyekiti Chadema Bara John Heche aliposti hati ya mashtaka yenye majina ya vijana hao na kuandika, chini ya utawala wa Samia wanachama wetu wengine wamebambikiwa kesi ya ugaidi kwa Samia na serikali yake. Kuwa mpinzani wa serikali yake na sera za CCM ni sawa na kuwa gaidi. Leo ni siku nyingine ya giza kwa nchi yetu. Utawala huu dhalimu ulioua maelfu ya watu tarehe 29, utawala unaoteka na kupoteza mamia ya watu, umeamua kubambikia wanachama na viongozi wetu kesi nyingine mbaya ya ugaidi. Uhakika ni kwamba tawala za aina hii duniani huwa zinaanguka kwa aibu, na utawala huu dhalimu utaanguka kwa aibu kubwa. Hayo aliandika John Heche akiujuza umma. Kutokana na taarifa kuhusu vijana hao ambao ilidaiwa watu 23 miongoni mwao wakiwemo viongozi na makada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Alhamisi Julai 23, 2026 walifikishwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza wakikabiliwa na mashtaka yanayohusiana na masuala ya ugaidi na uhujumu uchumi. Washtakiwa hao walifunguliwa mashtaka hayo wakidaiwa kutenda makosa hayo katika maeneo tofauti ya wilaya Ilemela na Nyamagana, ambapo inadaiwa vikao vya kupanga kutenda matukio ya ugaidi ikiwemo kulipua maeneo mbalimbali vilikaliwa. Washtakiwa hao ambao hawakutakiwa kujibu chochote kutokana na kwamba mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi za aina hiyo, walisomewa kesi hizo namba 16375 ya 2026 na 16376 2026 mbele ya naibu msajili wa mahakama hiyo Eric Marey. Sasa kufuatia hayo, mawakili wakajitokeza na kutangaza kuingilia kati kesi hizi za ugaidi walizopewa vijana hawa. Mawakili kadhaa wamejitokeza tayari kujitolea kusimamia mashtaka hayo, ambapo tukienda kusoma andiko la wakili msomi na maarufu nchini Tanzania Peter Madeleka. Yeye alianza kwa kuposti picha ya lecture ya UDOM yenye maneno mhadhiri wa UDOM aliyetuhumiwa kuhamasisha maandamano akabiliwa na shtaka la ugaidi. Kisha Madeleka akaandika,
Hivi kuna mwekezaji au mtalii atakuja Tanzania kweli? Akiuliza swali kwa kuona hatua hiyo ya mpaka lecture kupewa kesi ya ugaidi, ambapo taarifa zake zimekwisha sambaa. Tumeona pia chombo kikubwa cha habari cha The Citizen wamechapisha habari hiyo, lakini baadaye akaposti tena Madeleka hati ya mashtaka yenye majina ya wanafunzi wale waliofikishwa mahakamani na kisha kuandika, katika kuhakikisha ugaidi hautumiki kama silaha kisiasa dhidi ya wakosoaji, mimi Peter Madeleka nitakwenda Mwanza kuwatetea wote wanaoonewa. Mtazamaji wangu, hicho ndicho kilichotokea, ambapo tayari mawakili kadhaa akiwemo Peter Madeleka wamejitokeza kwenda kuwatetea wanafunzi wale wa Chaso pamoja na viongozi wa Chadema, na hii ndo taarifa mpya na kubwa hivi sasa. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.